Haya, mtazamaji, tukiachana na hayo, kaunti ya Bomet tuvurumize hadi katika mji wa Voi ambako mazishi ya marehemu Edward Mwaigo Maganga, baba ya watoto 9 kutoka kijiji cha Vindo huko Voi, kaunti ya Taita Taveta, yalikumbwa na utata baada ya mkewe Pasis Wasai Maganga kudaiwa kuchukua mwili wa mumewe katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Moi huko Voi kabla ya kumzika kisiri kwenye shamba lake. Familia marehemu Edward sasa inaomba msaada ili mwili wa mpendwa wao ufukuliwe ili wampe mazishi ya heshima ambayo anayostahili. Marehemu ambaye ni mchungaji wa kanisa la Deliverance for All Nations anadaiwa kuuliwa kwa kupigwa kichwani na kuvunjwa mbavu kulingana na ripoti ya upasuaji wa maiti. Hezron Kimari anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Taita Taveta. Kwa nini mzika kama mbwa ndugu yangu aongeaki? Kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini ukuja mzika porini ndugu yangu? Kwa nini? Ni sauti ya Esther Mwanyalo, dadake marehemu, akilia kwa uchungu baada ya kupata nduguye amezikwa na mkewe bila ufahamu wao. Aidha, familia ya Edward Mwaigo inadai walikuwa pamoja na mke wa marehemu Pasis Wasai katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Moi wakisubiri kuchukuliwa kwa mwili kabla ya kugundua mwili wa marehemu ulitolewa kisiri na familia ya mkewe. Hatuja mama hayuko, hakuna ndugu yake hata mmoja amezikwa na familia ya msichana kwao. Mtumishi hakuwa na maneno. Mtumishi nimeenda mimi ndo nimeweka jina la postmortem. Amevunjwa mbavu 10 na akavunjwa mbavu 8. Akampiga na kufabutu kwa kichwa. Mara kwanza tuliuliza hao poa na beba hasi wanaenda wapi? Wakasema wanakuja huku. After communicate na simu wakabadilisha, wakasema wanaenda Kasirao. Wakasema hawaji huku. Then ile sanduku walitolewa nayo ilikuwa na msalaba imeandikwa Salome. Familia ya marehemu Edward wanataka uchunguzi kufanywa na hatua kuchukuliwa kwa wasimamizi wa makafani na walinzi katika hospitali ya rufaa ya Moi kwa kuhusika katika uwizi wa mwili wa Edward Maganga kabla kuzikwa kisiri. Na tunataka tutoke hapa kama community ya Mwakitau tuelekee Voi Police Station. Tuitishe haki yetu na huyu baba atolewe hapa na apelekwe nyumbani. Tuakitendeke ndugu yangu apelekwe. Sisi jana tumekuchimba kaburi Mwakitau. Sasa hiyo wameziba mwili wamekuja kuzika hapa. Kweli hiyo ni haki. Tunaomba watu wa mochari wachukuliwe hatua kali sana. Maana wametuibia mwili wetu, wameiba mwili. Na hao watu wa mochari wote wafutwe kazi. Kabisa, kama watafutwa kazi tunakuja kuandamana pale mochari. Familia tulichanga, tukachimba kaburi, kila kitu tumetayarisha. Tuambie sisi tutaenda kuambia watu wa huko. Sisi tunataka serikali sisi ingie kati. Vile familia ya marehemu wanataka uchunguzi zaidi kufanywa kwa kitendo cha mke wa marehemu na mazingira ya kifo cha Edward. Wakati alipozika ndugu yangu alifanya kila kitu, alipokufa wanampeleka mochari. Alikuwa ametenganisha makaratasi zote ndio akatupigia ripoti. Kisa hichi kimewaacha wakazi wa Voi kwa mshangao mkubwa, huku familia ya Edward wakielekea mahakamani kutafuta idhini ya kufukua mwili wa ndugu yao Edward Maganga ili wamzike nyumbani Mwakitau. Hezron Kimari, KTN, Voi. Huku hayo yakijiri, mfumo ambao uliotumiwa kuwapandisha vyeo walimu